Nini maana ya mabadiliko? Mabadiliko ni ile hali ya kubadilika kwa kitu kutoka katika stage moja kuelekea katika stage nyingine. Inaweza kuwa ni stage bora zaidi kushuka chini, ama inaweza kuwa ni stage ya chini kwenda juu. Lakini leo nataka tuzungumzie kutoka stage ya chini kwenda stage ya juu zaidi. Okay. Uhali gani ndugu mpenzi mtazamaji, kokote kule unakoendelea kutufuatilia maeneo yote nchini Tanzania. Ninakusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu sana katika Success Pass Network, kipindi ambacho kinakupa ujuzi wa mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na maisha yetu kama vijana pamoja na jamii kwa ujumla. Na leo katika session hii tutazungumzia mabadiliko yanaanza na wewe. Unaweza ukajiuliza ni vitu gani ambavyo vinafanya usiweze kufikia ndoto za malengo yako katika maisha yako, kiuchumi, aidha hata kimaendeleo ya kibinafsi kiujumla. Viko vitu vingi ambavyo huwa vinachangia wewe kutokufikia yale malengo yako. Na leo nataka tuzungumzie zaidi katika mabadiliko yanaanza na wewe. Na nini maana ya mabadiliko? Mabadiliko ni ile hali ya kubadilika kwa kitu kutoka katika stage moja kuelekea katika stage nyingine. Inaweza kuwa ni stage bora zaidi kushuka chini, ama inaweza kuwa ni stage ya chini kwenda juu. Lakini leo nataka tuzungumzie kutoka stage ya chini kwenda stage ya juu zaidi. Okay. Kwenye mabadiliko katika maisha, mabadiliko huwa yana matokeo tofauti, na matokeo yanaweza kuwa ni chanya ama negative. Okay, yani hasi pamoja na matokeo chanya, positive, ambayo yanaweza yakaleta outcome ambayo italeta faida katika maisha yako na katika nyanja mbalimbali ambazo wewe unazifanya. Okay, sasa vijana wengi wa sasa hivi, na hasa vijana wa lika letu hili la kezachisa.com, wamekuwa ni watu wenye mvutano mkubwa zaidi wa kurudi nyuma katika kufanya mabadiliko. Yaani wamekuwa ni watu wenye kuchelewa kufanya mabadiliko ambayo yanaweza yakawasababisha wao kufanikiwa kimaisha. Kwa mfano, huwa napenda sana kutolea mfano nyani, na hizi ni kisa naweza nikakupa. Ni kwamba nyani bwana, kila mwaka huwa waga wanapanga ni kujenga nyumba. Kila ambapo masika huwa unafika, msimu wa masika ukifika, nyani huwa wanapanga kujenga nyumba ili kuepukana na zile pilika ama zile naweza nikasema kwamba shida za kunyeshewa na mvua. Lakini wakati wakiwa wanapanga hivyo vikao, kile kipindi cha mvua kinapokwisha, huwa wanaacha kuwaza tena kujenga nyumba. Wanaona kwamba kile kipindi cha ukame ambacho kimekuja, kipindi cha masika hakitorejea tena. Umeona? Sasa kutokana na hicho, wamekuwa wakifanya vikao vingi kila mwaka. Wamefanya vikao mara nyingi zaidi, lakini wanakuwa wanapumbazwa kutokuelewa kwamba mabadiliko ambayo wanayaona sasa hivi ni ya muda mfupi. Point namba 1, wajibika kibinafsi. Unajua, usisubiri wengine waanze kubadilika. Chukua hatua binafsi kwanza. Unajua, ukitaka uanze kufanya mabadiliko kwenye maisha yako, unatakiwa uwajibike wewe binafsi kwenye maisha yako. Usitegemee kwamba kuna mtu mwingine atakuja kwenye maisha yako awajibike kwa vitu unavyovifanya, aidha ni shughuli unazozifanya za kikazi, kielimu, hata shughuli mbalimbali ambazo unazifanya za kijamii. Okay? Wewe ndio wa kwanza kubadilisha mabadiliko ya maisha yako. Hakuna mwingine ambaye atakuja kwako na abadilishe yale ambayo wewe unayafanya yalete matokeo chanya kwenye maisha yako. Na point namba 2 ni badilisha mtazamo wako. Fanya mitazamo yako yote iwe positive. Na hichi ni kitu ambacho wengi hawakifahamu zaidi katika maisha yao. Ni kwamba maisha huwa yanaendeshwa na mitazamo. Mitazamo ndio chanzo halisi ambacho kinaweza kikaleta matokeo ambayo tunayaona kiukawaida. Na hata ukifikiria katika maisha haya tunayoyaona sasa hivi, ukianza kufikiria social network tunazozitumia, vifaa tunavyovitumia hivi, hata kamera tunazotumia kurekodia, simu tunazozitumia, zilianza kama mitazamo kwamba ninataka nitengeneze kitu fulani ambacho kinaweza kikaleta manufaa fulani. Kwa hiyo kama ukiwa na mitazamo positive au mitazamo ambayo inaweza ikaleta matokeo chanya kwenye maisha yako, hapo mabadiliko yanaweza kuleta faida na ukawa umefikia katika hatua fulani. Lakini point namba 3 ni tenda kwa mfano. Katika maisha yako, hebu jaribu kupenda kufanya vitu kwa vivid. Okay? Tumia mifano. Unajua, usio unapenda kukaa tu kwamba nataka nianzishe kitu fulani, lakini huna strategy, huna vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia wewe kuanzisha hicho kitu. Kwa mfano, unaweza kuwa umefikiria kufanya biashara let's say ya kuuza maji, lakini it is on your mindset. Okay? Bado hujakifanya reality, na bado hujawahi kufanya
hiyo biashara ya kuuza maji. Sasa kitu ambacho kinaweza kikakusaidia zaidi ni kufanya vivid ya huo uuzaji wa maji, okay? Jaribu kujifunza kutekeleza, yani ni kufanya uhalisia wa yale mawazo ambayo unayafikiria ambayo yanaweza kuleta matokeo chanya kwenye maisha yako. Kwa kama unafikiria biashara fulani, hebu jaribu kuitekeleza, hata kwa kujaribu, sio kufikiria tu na kuacha mawazo yapotelee bila kufanya utekelezaji. Okay? Kitu kikubwa zaidi ambacho ni cha mwisho zaidi, usikate tamaa. Wengi wetu huwa tunapenda sana kukata tamaa kwa yale ambayo tunayafanya, na hasa pale pindi ambapo yanatuia vigumu. Unajua, unaweza kuwa umeanzisha kitu fulani, maybe let's say umeanzisha labda TV, okay, labda kipindi fulani unataka ukifanye na unatamani zaidi kufikia malengo, okay? Lakini kadri siku zinavyoendelea na unavyoendelea kufanya kwenye kipindi chako, unaona ni kama mambo yako hayaendi sawa, okay? Sasa unafika stage unasema okay, it is over, siwezi kaendelea na hichi kitu. That is very 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 not good. Kwa sababu gani? Unatakiwa usikate tamaa. Siku zote jambo zuri ambalo linakuja mbeleni huwa lina vikwazo vingi sana. Mimi ninaitwa Frank Venus 25 na ninapenda sana kukushukuru wewe mtazamaji ambao umeendelea kutufuatilia kutoka mwanzo mpaka mwisho. Hii ni Success. Hii ni Success Path Network. Each one teach one. Asante, wakati mwema.